Polisi Machakos wameanzisha uchunguzi baada ya mlinzi wa duka moja eneo la Mumbuni kuuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo. Kulingana na wakazi, mlinzi huyo alishambuliwa na majambazi pamoja na mwenzake aliyeponea kifo na kupelekwa katika hospitali ya Machakos Level 5. Chifu wa Mumbuni akiwataka wakazi kutoa taarifa ya yeyote anayekisiwa kuwa mshukiwa wa tendo lile. Isaac Musyoka na kina cha taarifa ile. Hali ya huzuni ilitanda katika eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, baada ya mlinzi usiku wa duka kuuawa usiku wa kuamkia leo. Mama alitoka asubuhi kupeleka mtoto shule. Akakuta hiyo watchmen wakilashwa chini. Ndio akakimbia akaja akaniita. Kutoka nilikuja nikawakuta hapa chini. Nikaangalia nikakuta watchmen hayuko hai, lakini yule mwingine alikuwa hai. Ndio sasa nikaanza shughuli, nikatumana, nikapikia mzee wa kijiji simu. Ndio hiyo mzee akakuja. Ndio sasa tukapikia polisi simu. Ndio polisi ikakuja. Ndio polisi ikaja ikashughulika ikachukua hiyo mili na ikapeleka. Penye tu tunaamka tukiingia kazini tukawapata watu wawili wakiwa mmoja ameuawa, lakini mwingine alikuwa tu anajifahamu, alikuwa anaongea lakini hakuwa hali mzuri. Mlinzi huyo alishambuliwa na majambazi pamoja na mwenzake aliyeponea kifo na kupelekwa katika hospitali ya Machakos Level 5. Na hakukuwa muda mrefu OCS wakatuma hata ambulance ya kushughulikia aliye hai ambaye alikuwa ameumizwa, akimbizwa kwa hospitali ashughulikiwe kwa dharura. Na polisi walikuja kwa scene wakafanya vile wanafanya maneno ya investigations, wakachukua picha za scene na wakapeleka mwili wa marehemu Machakos Level 5 Hospital. Ile kitu inatudhuru hapa ni mbaya, iko hapa restaurant. Iko night club. Na hiyo night club ndio tunaona kama inajificha hiyo watu wabaya. Kwa hivyo tunauliza serikali tusaidie hapo. Iangalie hiyo mbaya vile inaweza kuifanya. Wanaeleza kuwa aliaga dunia alionekana kugongwa kichwa na bidhaa butu aina ya chuma inayokisiwa kuchangia kifo chake, ambapo mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Kwa harakati hiyo, mmoja amechukuliwa na polisi akapelekwa hospitali, ule mwingine baadaye amechukuliwa kupelekwa mochari sababu alikuwa amegongwa na kitu aina ya chuma, lakini kichwa pande ya nyuma. Wamepatikana hapa ni kwa Kongo. Matthew Mule, chifu wa Mumbuni, akiwataka wakazi kutoa taarifa ya yeyote anayekisiwa kuwa mshukiwa wa tendo hilo, akisema waliohusika watakumbana na mkondo wa sheria. Wale watu wanatekeleza maneno ya uhalifu, serikali haitalala, takimbizana na wao, wakamatwe, na hasa wale wamefanya hiki kitendo ambao ni cha kuhuzunisha sana. Wananchi pia tunawahamasisha tushirikiane na wao kama serikali, wakiona mtu ambaye ni wa tabia hiyo ama wanajificha kwa maploti ama mahali popote pale, wanaweza kutupasha habari, tusaidiane kusafisha area yetu iwe ya amani. Isaac Musyoka, Undugu TV.